tuweze kuwekeza katika ofisi za uhamiaji ili mradi tuende sawa na nchi yetu Tanzania inayoendelea. Pili, nitajielekeza moja kwa moja hapo uhamiaji katika vitambulisho vya NIDA. Ofisi za vitambulisho vya NIDA hasa kwa mkoa wangu Kaskazini Pemba ni changamoto kubwa. Mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya ya Wete, ofisi za NIDA ya mkoa na wilaya ipo katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini, Mheshimiwa Salama. Pale ndio kuna ofisi ya NIDA. Ukenda ni chumba tu hivi. Hapo ndio kuna ofisi ya NIDA ya wilaya, hapo ndio kuna ofisi ya NIDA ya mkoa. Ningekuomba Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha hoja yako hapa, uniambie ni kiasi gani katika bajeti hii tutapata kule Kaskazini, na sisi angalau tuweze kujenga ofisi inayoendana na maendeleo yetu kwa sasa. Lakini jengine nijielekeze niende moja kwa moja kwenye jeshi letu la zimamoto. Mheshimiwa Waziri, kiukweli jeshi letu la zimamoto linataka liwezeshwe, na liwezeshwe liwe sawa sawa na jeshi la wananchi la Tanzania, kwa sababu hili ni jeshi muhimu sana. Tunashukuru kule Kaskazini iko ofisi moja mmeongeza pale Kijichame, lakini bado vitendea kazi ni hafifu sana, kiasi ambacho hata ikitokea changamoto hawawezi kufika kwa wakati. Baada ya hayo sasa niende moja kwa moja kwa wanaharakati. Wanaharakati wa ndani ya nchi na wanaharakati wa nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, mwiba uchomapo ndipo utokapo. Hili jambo kama halikuanzia hapa nyumbani, wa nje asingeweza kufanya haya. Mheshimiwa Waziri, mimi nimpongeze sana mama. Huyu mama ni mama mvumilivu mno kwa yanayotendeka. Mimi hukaa nikajita, hata ingekuwa ni mimi nadhani hapa tungekuwa tunazungumza lugha nyingine. Si kitu rahisi. Mama anadhalilishwa mno. Mama anazihakiwa. Hebu tujiulize, ni kwa wanawake wake? Ni kwa Uzanzibari? Au tuseme ni kwa udini? Mambo yamekuwa mengi. Walitokea wanaharakati, umeshasema no reform, tulia. Baki na no reform yako. Vyama 19, hivi 18 vilivyobaki tutakwenda kwenye uchaguzi. Kama umeshindwa usikimbie na mpira kwa pani. Achia mpira tunaoweza tuendelee nao. Tunaumia sana. Mimi ni mwanamke, ni mama. Najisikia huzuni sana ninavyoingia kwenye mitandao ya kijamii na kuona yanayoendelea. Eti Samia anafananishwa ni kama kikatuni fulani tu hivi, mara anatokea mtu anakifinya. Kweli? Na sisi tupo tu. Si kwamba hatuwezi kusema, tunawaangalia nyinyi mnatupeleka wapi. Na kama akivua ruhusa kila mtu aseme hapa, wasemaji wanaotoka nje na ndani ya nchi watatafuta pa kwenda. Hii kazi tunaiweza sana. Mheshimiwa Waziri, tumechoka. Kuna msemo wa Kiswahili unasema, ukicheka na nyani utavuna mabua. Hatutaki sisi tuje tuvune mabua. Huu sio muda tena wa kucheka na nyani. Nasema haya na uzuri mama yangu Taska yuko pale, anasikia. Hizi wizara mbili, nyinyi sasa hivi macho yetu sisi tunawaangalia nyinyi. Na mimi nikwambia Mheshimiwa Waziri, niungane na wenzangu waliopita katika kuchangia. Tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule. Na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini kweli? Na yule anayesema anadai kapigwa eti anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa arudi na mitungi ya gesi kule kwao. Anafumulia gesi. Wengejua Tanzania, wengeona makali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza. Tumemwacha Martha Karua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa.
Aingia ndani ya 18 zetu tumalizane naye hapa hapa. Wanapotaka tunataka. Sisi hatujashindwa na sisi hatuwaogopi. Wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao watakuja kuchochea Tanzania iwe hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Wao tuliwaona kule walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao. Tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu. Waje watalii kwenye nchi yetu waone. Wafundishe namna siasa inavyofanya. Baada ya hayo machache, Mheshimiwa Naibu Waziri, unaona Mheshimiwa Naibu Spika ananiangalia. Asante sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Profesa Shukran Manya. Jiandae Mheshimiwa Rita Kabati. Jiandae Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi na kwa ajili ya muda niende katika hoja mbili ambazo na mimi natamani kuchangia katika hoja hii. Lakini kwanza nitangulie kusema kwamba utulivu na amani iliyopo nchini kwetu Tanzania ni matokeo ya kazi nzuri sana inayofanya kazi na serikali yetu kupitia wizara yetu ya mambo ya ndani, lakini na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wa raia.